Pendwa taifa la Mungu, leo kanisa ulimwenguni kote linafanya hii sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Ni sherehe ambayo iliwekwa kutokana na uzoefu mgumu wa maisha ya mwanadamu. Lakini Mungu aliamua kwa kupitia hekima ya viongozi wa kanisa kuiweka sherehe hii. Kwa nini tunamuita Yesu ni mfalme? Natambua kuwa tumewahi kusikia mara nyingi ile neno mfalme, na hata sasa baadhi ya nchi zina wafalme. Uingereza au jamii huko Uarabuni bado watu wanaita wafalme. Huko Swaziland kuna wafalme huko, lakini huko kwetu hatunalo sana hilo kutokana na utawala kubadilika. Na zaidi sana sisi nyakati hizo za nyuma kabisa hatukuwa na wafalme kama wafalme, lakini tulikuwa tuna watu ambao tunawaita watemi. Walikuwa na makazi yao maalum. Ndio maana Dodoma yetu tunaposema Dodoma Makulu, manake hapo Makulu yalikuwa ni makao makuu ya mtemi ambaye aliishi hapo. Kwa hiyo hao watemi walikuwa na hadhi ya kama hawa wafalme. Sasa kutokana na maisha ya nyakati zilizopita, na hasa tunakumbuka katika historia ya kanisa mwaka 1914 mpaka 1918, ulimwengu uliingia katika adha, katika mahangaiko ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Na baada ya vita ile kuisha, kapita miaka michache tu kama miaka 7, ndipo ambapo Baba Mtakatifu Pio wa 11 aliamua kuweka sherehe hii ya Yesu Kristo ni mfalme. Lakini iliwekwa hapo kutokana na uzoefu wa baada ya vita. Maisha yalikuwa magumu, hali ilikuwa si hali tena, lakini pia kila mmoja aliyekuwa na mamlaka alijitwalia mamlaka kwa nguvu na akatawala anavyopenda yeye bila kujali haki za watu, na wakajiita wafalme. Na kwa sababu hiyo wakajiita wafalme wengi, kwa hekima na busara ya kanisa kumpitia huyu Baba Mtakatifu, ilibidi warudishe imani ya watu pamoja. Na katika kurudisha imani hiyo ya watu pamoja, kujenga umoja wa kitaifa katika mataifa mbalimbali, kuleta furaha, amani na mshikamano, kama vile kuanza upya, aliamua kwanza kupunguza nguvu ya hawa wafalme. Na nguvu hiyo ilipunguzwa kwa kuliambia kanisa kuwa yupo mfalme mmoja tu ambaye anatawala mbinguni na duniani. Ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ndiye anayepaswa kuogopwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa na kufanyiwa kila kitu. Wengine wote ndio tunawafanyia hivyo, lakini tusiweke imani yetu kwa mtu, ila tuweke imani yetu katika Mungu, na huu ndio usalama, hii ndio amani, na hii ndio furaha. Basi mwaka wa 1925 alitangaza rasmi kuwa sherehe hii tunayoadhimisha leo iadhimishwe mwezi wa 10 mwishoni, kuondoa matabaka na vurugu mbalimbali zilizokuwa zinaendelea duniani baada ya vita kuu ile ya kwanza ya dunia. Na ndipo ambapo aliamuru pia kanisa kufurahia sana siku hii ya leo na kuondoa hayo yote ambayo yalikuwa yanawakandamiza wanyonge na walio chini. Tangu nyakati hizo 1925 mpaka 1969 kanisa limeendelea kufurahia siku hiyo mwezi wa 10, lakini baadaye kanisa liliona ni busara kuhamisha sherehe hii kutoka mwezi wa 10 na kuileta takribani hapa sasa mwezi wa 11 mwishoni, iwe ni sherehe ambayo inafunga mwaka wa kanisa. Kwa
Kwa sherehe ya Kristo Mfalme ni sherehe ambayo inaufunga mwaka wa kanisa, na Jumapili ijayo tutaanza mwaka mpya wa kanisa, lakini lengo likiwa ni lile lile, kutathmini kuwa tunaye mfalme mmoja ambaye anapaswa kuendewa na kuthaminiwa na kuheshimiwa kwa namna ya pekee sana, yaani huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapofanya sherehe hii tunavutwa na maandiko haya matakatifu tuliyoyasikia. Daudi alikuwa mfalme tena mwenye nguvu, ambaye alichaguliwa na Mungu mwenyewe, akampa kila aina ya nguvu ya kutawala, japokuwa mwishoni alihangaika kidogo katika maisha yake. Hata hivyo aliweza kumudu kujirudisha kwa kuomba msamaha kwa Mungu, na Mungu akamsamehe. Katika historia ya mateso Bwana wetu Yesu Kristo, katika Injili tuliyoisikia, tayari Wayahudi baada ya mateso hayo yote na baada ya kumuua walibandika anwani juu yake pale, ili watu wote wanaopita wajue kuwa huyu alijitangazia kuwa yeye ni mfalme wa Wayahudi. Na walifanya hivyo kwa kutokujua kumbe kweli huyu ni mfalme. Muombe Mwenyezi Mungu atujalie imani yetu isimikwe katika misingi hiyo imara ya kuwa kusadiki na kuishi kuwa Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme. Tunaposherehekea tunda hili kubwa la sherehe hii ya pekee, tunayo zawadi ambayo Mungu anatujalia, ambayo tunafunga nayo mwaka. Hii ndio zawadi ya imani kubwa ambayo anapenda vijana wetu waipokee. Tunao vijana wa kutosha zaidi ya 100 ambao leo tutawaimarisha kwa sakramenti ya kipaimara. Lakini kipaimara ni nini? Kipaimara maana yake ni kuthibitisha. Na tunathibitisha nini? Tunathibitisha imani yenu. Tunatambua wazi kuwa mmepokea mafundisho na maelekezo ya kutosha juu ya imani, na mkajaribiwa kiasi kinachowezekana, na mmethibitika kuwa mna uwezo wa kuitetea imani. Kumbukwe kuwa sakramenti hii ya ubatizo ya kipaimara inatokana na zile sakramenti kuu 3 za kuwaingiza waamini katika Ukristo, ikiwa ni sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na hii sakramenti ya kipaimara. Kwa sababu hiyo, sakramenti ya kipaimara inaenda kuthibitisha juu ya Ukristo wako, juu ya imani yako, juu ya utendaji wako, juu ya maadili yako ndani na nje ya kanisa. Kwa hiyo baada ya kupata sakramenti ya ubatizo na Ekaristi Takatifu, sasa tunawathibitisha kwa sakramenti ya kipaimara. Na tunaongozwa na maandiko matakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 14 hadi ya 17, ambapo waamini au Wakristo wa Samaria walipopokea neno la Mungu, basi mitume waliwaomba na kuwaita baadhi yao, na hasa walimuomba Petro na Yohani ili waende kwa hawa watu wa Samaria waliokuwa nje ya Uyahudi kuwaombea na kuwawekea mikono, kuwathibitishia kuwa wanawapatia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ambaye anaenda kuchochea, kuimarisha na kufanya upya maisha ya kila Mkristo. Ni Roho Mtakatifu ambaye anaenda kuthibitisha yale yote aliyoanza tangu wakati wa ubatizo na Ekaristi Takatifu. Uthibitisho huo wa sakramenti ya kipaimara unafanyika kwa kuwanyooshea au kuwaombea Roho Mtakatifu kwa kuwawekea mikono ya askofu, na askofu anawaalika na mapadri ambao wanakuwepo katika adhimisho hilo, ili kwa ushirikiano na umoja thabiti na nguvu kutoka juu pamoja na sala, ili hawa
wana wetu wapate hiyo sakramenti ya kipaimara, yaani uvuvio sasa wa Roho Mtakatifu anaenda kufanya upya ndani ya maisha yao ya kiimani. Roho Mtakatifu huyo atawashukia na zawadi zake. Kanisa linapenda kutumia msamiati wa karama, karama ambazo sisi sote tuliopokea kipaimara tunazifahamu, lakini na hawa ambao watapokea muda mfupi ujao wanazifahamu karama hizo, na hizo ndizo ambavyo tutawaita, na kabla ya kuwawekea mikono tutamuomba kila mmoja wao ajiombee, ili kweli tunapowekea mikono Roho Mtakatifu ashuke na karama hizo. Nini tunategemea kutoka kwetu sisi tuliokwisha kupokea hiyo zawadi ya Roho Mtakatifu, lakini na ninyi mnaotarajia kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu? Tunategemea mabadiliko ya kiroho na ya kimwili kama tunavyoongozwa katika kitabu cha Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 na 23. Inasema, sasa matunda ya kuongozwa na Roho ni haya, ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Anayeongozwa na Roho au yeyote aliyopokea sakramenti ya kipaimara wa kuwekewa mikono anapaswa kuongozwa maisha yake na mambo haya. Hatutegemei ukawa ni mtu wa kukata tamaa, kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa uvumilivu. Hatutegemei ukawa mkali, kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa upole. Hatutegemei ukawa huna kiasi katika mambo mbalimbali, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuambia hapa pana kutosha, usiendelee. Hatutegemei ukawa ni mtu wa chuki. Roho Mtakatifu rafiki wa upendo. Tunakutegemea ukawa na furaha daima, kwa sababu Roho Mtakatifu anakuja kwako na anabaki pamoja nawe. Tunategemea uwe na amani, amani inayofurika kutoka katika roho yako, na maisha yako yote yatawaliwe na amani hiyo. Wote wanaokuona wafurahie kuona amani, waonje amani yako, na amani hiyo iwaletee uzima wa milele, hata wao waige na wajue kuwa wao unaongozwa na Roho. Niombe basi wote ambao tayari tumepokea sakramenti ya kipaimara, tutahuisha kipaimara chetu leo kwa kukiri ile imani. Niwaombe ninyi mtakaopokea sakramenti ya kipaimara leo, jitahidini kuwa mifano mizuri na ya kuigwa kwa mwenendo mwema, mkizingatia imani yenu, mkiitetea imani yenu, na mkiisimamia imani yenu kwa maneno na matendo. Kamwe msiwe watu wa kuyumbishwa au kuogopeshwa na mambo yanayopita. Simameni imara katika imani. Tumsifu Yesu Kristo.